Mheshimiwa Waziri Mkuu, marehemu William Vagimembe Lukuvi alifariki dunia tarehe 25 Machi 2026 saa 1 asubuhi katika hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma alipokuwa akipatiwa matibabu baada ya kupata ugonjwa wa mshtuko wa moyo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha ya Mwalimu William Vagimembe Lukuvi ambaye uwepo wetu hapa ni uthibitisho kwamba tunamwaga mtu ambaye alijitahidi kutumikia jamii na nchi yake kwa viwango vya juu sana. Na hii Agosti mwaka 1955 katika kijiji cha Mapogoro, kata ya Idodi, wilaya ya Iringa vijijini, mkoani Iringa. Marehemu William Vagimembe Lukuvi alikuwa mwanasiasa mashuhuri aliyeshika nafasi na nyadhifa mbalimbali za uongozi na ambaye alijitambulisha kwa ubunifu, uthubutu, uchapakazi, uzalendo, uwezo wa kujitoa na kujitolea, lakini pia kujituma katika kazi. Aliweka maslahi ya taifa mbele na wakati wote aliamini katika matokeo chanya katika utekelezaji wa shughuli mbalimbali za serikali na jamii. Alijulikana kwa mtindo wake wa kazi wa kutembelea maeneo mbalimbali ya miradi na kusikiliza kero za wananchi, kuzitatua, lakini pia kuwafariji pale ambapo wamekuwa na changamoto. Alisaidia katika kuongeza ufanisi katika sekta mbalimbali ambazo alizisimamia katika serikali. Katika kudhihirisha uchapaji kazi wake, na hii inathibitishwa na kwamba wote tumekuja hapa kushuhudia na kumwaga mtu mahiri ambaye hata siku moja kabla ya mauti wake alikuwa kazini akichapa kazi. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kumbukumbu tu, kamati ya mwisho ya Bunge ambayo alikutana nayo ni kamati ya kudumu ya Bunge ya afya na masuala ya ukimwi, na maelekezo yake ya mwisho kwetu sisi watendaji wake na watumishi wake ni kuhusu, na nakumbuka, kuendelea kuratibu masuala ya maafa nchini kwa utimilifu wake. Sisi watumishi wako, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutayaenzi na kuyatekeleza haya kwa moyo wetu wote. Mheshimiwa Waziri Mkuu, marehemu William Vagimembe Lukuvi alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Kitanewa kuanzia mwaka 1962 hadi mwaka 1970. Alijiunga na chuo cha walimu Tabora kuanzia mwaka 1974 hadi 1975 ambapo alihitimu na kutunukiwa cheti cha walimu. Mwaka 1982 mpaka 1983 alijiunga na shule ya Komsomol High School Moscow nchini Urusi na kutunukiwa stashahada ya juu ya sayansi ya siasa. Alipata shahada ya masuala ya kimataifa na diplomasia, yaani Bachelor of Arts in International Studies and Diplomacy kutoka Washington International University kuanzia mwaka 1999 hadi 2001, na baadaye alijiendeleza kimasomo katika ngazi ya shahada ya uzamili katika Chuo Kikuu Huria cha Tanzania ambapo alihitimu na kutunukiwa shahada ya uzamili katika sayansi ya siasa mwaka 2008 hadi 2011. Marehemu William Vagimembe Lukuvi alianza safari yake ya kisiasa mwaka 1973 alipojiunga na chama cha TANU akiwa mwanafunzi wa chuo cha walimu Tabora na kuchaguliwa kuwa kiongozi wa chama katika chuo hicho mwaka 1974 hadi 1975. Mnamo mwaka 1984 alichaguliwa kuwa mjumbe wa vikao vya umoja wa vijana CCM katika ngazi ya wilaya hadi taifa. Alichaguliwa kuwa katibu wa mkoa wa wilaya na wa chama cha CCM mwaka 1980
hadi 1984. Vilevile aliteuliwa kuwa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Vijana wa CCM mwaka 1993 hadi 1994. Aidha, alichaguliwa kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM na mjumbe wa kamati ya maadili ya chama tangu mwaka 2010 hadi mauti ulipomkuta. Mheshimiwa Waziri Mkuu, marehemu William Vangimembe Lukuvi aliajiriwa kama mwalimu katika Wizara ya Elimu kuanzia mwaka 1975 hadi mwaka 1980. Aliteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Bukoba kuanzia mwaka 1994 hadi 1995, mkuu wa mkoa wa Dodoma mwaka 2006 hadi 2008 na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam mwaka 2008 hadi 2010. Katika uchaguzi mkuu wa kwanza wa vyama vingi vya siasa nchini uliofanyika mwaka 1995, marehemu Lukuvi alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Isimani na hivyo kuwa mbunge wa kwanza wa jimbo hilo alilotumikia takriban miaka 30 hadi mauti ulipomkuta. Akiwa mbunge aliwahi kuwa mjumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ya ardhi, maliasili na mazingira kuanzia mwaka 2005 hadi 2010. Katika maisha yake ya siasa, marehemu Mheshimiwa Lukuvi aliingia katika baraza la mawaziri mara ya kwanza alipoteuliwa kuwa naibu waziri wa vijana na ajira mwaka 1995 hadi mwaka 2000, na baadaye aliteuliwa kuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge na uratibu, na mnadhimu mkuu wa serikali, Chief Whip, kati ya mwaka 2000 hadi 2005, mwaka 2010 hadi 2015 na mwaka 2025 hadi 2026 mauti ilipomkuta. Halikadhalika, marehemu Lukuvi aliteuliwa kuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi kati ya mwaka 2015 hadi mwaka 2022. Aidha, mnamo Juni 2023, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alimteua kuwa mshauri wa rais kuhusiana na mahusiano ya kisiasa na jamii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, yapo mafanikio mbalimbali ambayo yanaambatana na Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi. Nitayataja yale ambayo ni machache. Akiwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, na pia hatimaye kuwa na kitengo cha wenye ulemavu, alikuwa msimamizi mahiri wa shughuli za serikali bungeni. Alifanikiwa kuimarisha mahusiano kati ya serikali na bunge, jambo ambalo lilimfanya kuwa mmoja wa mawaziri wenye ushawishi mkubwa katika awamu mbalimbali za uongozi na kujenga daraja imara kati ya serikali, bunge na wananchi. Alishiriki katika kusanifu na kuchagua mchoro wa ukumbi wa bunge unaotumika sasa. Hii ni kutokana na ukumbi wa bunge wa Msekwa uliokuwa ukitumika wakati huo kutokidhi mahitaji ya shughuli za bunge. Alisimamia utekelezaji wa sera mbalimbali zilizolenga katika kuboresha ustawi wa wananchi, hususan watu wenye ulemavu, akihamasisha ushirikishwaji katika fursa mbalimbali za uchumi na ajira, na kusisitiza kuwa makundi haya yaweze kuwezeshwa kwa nguvu zote za taifa hili. Alisimamia kikamilifu ujenzi wa mji wa serikali Mtumba jijini Dodoma, ambao hadi sasa umefikia wastani wa 93%, na tayari wizara 15 zimeshahamia katika mji huo na zinatoa huduma kwa umma na wananchi wote. Alisimamia uimarishaji wa mifumo ya kisera kwa kufanya maboresho katika usimamizi wa maafa nchini, ikiwemo mfumo wa taifa wa kielektroniki wa usimamizi wa maafa, hatua ambayo imesaidia sana katika kusimamia maafa nchini kwetu. Alikuwa pia mstari wa mbele kuhakikisha wizara zote zinafanya kazi kwa ushirikiano ili kuwezesha ufanisi katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi na kuhakikisha ahadi za serikali kwa wananchi zinatekelezwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu,
Akiwa waziri wa nchi, nyumba na maendeleo ya makazi, alifanikiwa kutatua migogoro ya ardhi nchini kwa kuanzisha mfumo bora wa kutatua migogoro ya ardhi na kupeleka huduma bora kwa jamii ambazo pia ziko karibu na wananchi. Alisimamia uanzishaji wa mfumo wa kidigitali wa usimamizi wa ardhi uliolenga kupunguza urasimu na kuongeza ufanisi katika ukusanyaji wa kodi ya pango la ardhi, hatua ilisaidia sana kuongeza mapato ya serikali. Alisimamia pia utoaji wa hati miliki za ardhi zaidi ya milioni 1,992,245 kwa Watanzania. Hatua hii iliwezesha wananchi kuweza kukuza uchumi wao na uchumi wa nchi kwa ujumla. Hii ilisaidia sana wananchi kuweza kupata mikopo. Alifanikiwa pia kutenga ardhi yenye ukubwa wa ekari 224,439.4 kwa ajili ya uwekezaji kupitia mipango kabambe ya miji, mipango ya matumizi ya ardhi ya wilaya na vijiji. Hatua hii ilisaidia kuongeza uwekezaji nchini na kutoa ajira kwa wananchi. Akiwa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Vijana CCM, alianzisha mfumo wa mbio za mwenge kwa kushindanisha mikoa katika maandalizi, hamasa na utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika mikoa husika. Swala hili lilileta uchachu wa utekelezaji wa miradi hiyo kwa ufanisi na kuleta matokeo makubwa kwa wananchi. Alibuni pia na kuanzisha mradi wa mabasi ya wanafunzi katika mkoa wa Dar es Salaam, jambo ambalo lilipunguza sana adha kubwa ya usafiri kwa wanafunzi katika jiji la Dar es Salaam. Akiwa mkuu wa mkoa wa Dodoma, alifufua na kuimarisha kilimo cha mtama na kuanzisha shamba la ushirika la zabibu akishirikiana na benki ya CRDB, ambapo mradi huo sasa unasimamiwa na Wizara ya Kilimo ukijulikana kama BBT. Alihakikisha kuwa mipango ya upanuzi wa mji wa Dodoma inazingatia sheria na taratibu za mipango miji ili kuzuia ujenzi holela, jambo ambalo lilikuwa ni msingi muhimu wa ukuaji wa mji mkuu wa kisasa. Alisimamia pia ujenzi wa chuo kikuu cha Dodoma UDOM, hatua iliyosaidia kuongeza udahili wa wanafunzi lakini pia kutoa elimu kwa walio wengi nchini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika enzi za uhai wake, marehemu William Vangimembe Lukuvi alifunga ndoa takatifu tarehe 28 Julai 1990 na Bi Germana Lukuvi katika kanisa la Mtakatifu Petro jijini Dar es Salaam na kujaliwa kupata watoto watatu ambao ni Norbert William Lukuvi, Brown William Lukuvi na Anifisie Vanessa William Lukuvi. Marehemu Lukuvi ameacha mjane, watoto watatu na mjukuu mmoja aitwaye Donovan. Mheshimiwa Waziri Mkuu, marehemu William Vangimembe Lukuvi alifariki dunia tarehe 25 Machi 2026 saa 1 asubuhi katika hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma alipokuwa akipatiwa matibabu baada ya kupata ugonjwa wa mshtuko wa moyo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha ya Mwalimu William Vangimembe Lukuvi, ambaye uwepo wetu hapa ni uthibitisho kwamba tunamwaga mtu ambaye alijitahidi kutumikia jamii na nchi yake kwa viwango vya juu sana, na hivyo kuacha alama chanya nchini lakini pia katika mioyo yetu. Bwana ametoa, Bwana ametwaa, jina lake lihidimie. Naomba kuwasilisha.